Mbunge wa Irani Alou Azadi amesema siku ya Jumatatu kwa mlango bahari wa Hormuz hauwezi kuondolewa chini ya udhibiti wa Iran, akionya kuwa Tehran itaongeza nguvu za kijeshi ikiwa vita vitaendelea. Mottefaq Azadi ambaye ni mjumbe wa bodi ya uongozi wa bunge la Iran aliliambia shirika la habari la Meres kuwa Iran haitalegeza msimamo wake kuhusu njia hiyo muhimu ya kimkakati ya usafirishaji wa mafuta ulimwenguni. Ikiwa vita vitaendelea, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itaingia kwenye mapambano katika hatua kali zaidi, na Marekani italazimika kufikiria kwa makini na haraka zaidi kuondoa majeshi yake katika eneo hilo. Iran imesema iliongeza uzalishaji wa makombora na ndege zisizo na rubani wakati wa vita. Waziri wa ulinzi wa Iran anayekaimu nafasi hiyo Majid Ebinoreza amesema kuwa Iran iliongeza uzalishaji wa makombora, ndege zisizo na rubani, drones na vifaa vingine vya kijeshi wakati wa vita badala ya kupunguza uzalishaji. Akizungumza mbele ya wabunge siku ya Jumatatu, Ebinoreza alisema uzalishaji wa vifaa vya ulinzi au kusimama hata kidogo, bali katika baadhi ya sekta uliongezeka kwa kiwango cha mara kadhaa. Alieleza kuwa sekta ya ulinzi ndio nguzo kuu ya uwezo wa Iran kujilinda, akiongeza kuwa vita hivyo vimeonyesha umuhimu wa teknolojia za kisasa katika kukabiliana na maadui walioko umbali mkubwa. Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kuwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ataitisha kikao cha baraza kuu la mawaziri la usalama siku ya Jumatatu jioni. Kikao hicho kinafanyika wakati kukiwa na wasiwasi kwa kuongezeka kuhusu uwezekano wa kuzuka tena kwa mvutano wa kijeshi kati ya Israel na Iran. Mkuu wa mahakama Irani ataka waliouawa vitani walipiziwe kisasi. Mkuu wa mahakama Irani Ramsen Mohsen amesema kuwa wale waliouawa katika mashambulizi yaliyofanywa na Israel na Marekani dhidi ya Irani wanapaswa kulipiziwa kisasi. Alisema Irani haipaswi kufanya maridhiano yoyote na kile alichokiita maadui, akisisitiza kuwa kulipa kisasi ni msimamo unaoungwa mkono na viongozi mbalimbali wa Iran. Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran limedai kuwa lilifanya mashambulizi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani katika kambi ya anga ya Al-Salim nchini Kuwait. Katika taarifa yake, rejisiri wa hutubia wananchi wa Kuwait akidai kuwa sehemu ya ardhi hiyo imekuwa ikitumika kwa miaka mingi kama vituo vya kijeshi vya Marekani kwa ajili ya operesheni dhidi ya Iran na mataifa mengine ya Kiislamu ikiwemo Iraq, Afghanistan pamoja na Palestina. Rejisiri ilidai kuwa takriban siku 140 zilizopita Marekani ilianzisha vita dhidi ya Iran kupitia vituo hivyo vya kijeshi. Na kwa mujibu wa taarifa hiyo, katika awamu ya 22 ya operesheni iliyopewa jina la Nasr 2, vikosi vya Iran vilifanya mashambulizi kwa kutumia ndege zisizo na rubani, drones, iliyodaiwa kuharibu kabisa mfumo wa rada wa onyo la mapema wa Marekani. Aidha, rejisiri ilidai kuwa shambulio jingine liliharibu ghala la vifaa pamoja na kambi za kijeshi za ndege zisizo na rubani aina MQ-9 na kusababisha baadhi ya ndege hizo kushika moto. Rejisiri ilitoa wito kwa wananchi wa Kuwait kuhakikisha ardhi yao itumike kama sehemu ya kuanzisha mashambulizi dhidi ya mataifa ya Kiislamu. Taarifa hii ilifuatia kauli nyingine ya rejisiri wa pongezi wananchi na wanajeshi wa Jordan kwa kile ilichodai kuwa ushirikiano wao katika mashambulizi ya vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Jordan, ikiwemo kambi ya anga ya Israel na uwanja wa ndege wa Aqaba. Ansarullah ya Yemen yaonya Saudi Arabia kuhusu safari za ndege kuelekea Sanaa. Afisa wa harakati ya Ansarullah ya Yemen Abdullah Al-Naam amesema Yemen itachukua hatua kali ikiwa Saudi Arabia itaendelea kuzuia au kusumbua ndege zinazoelekea mji mkuu wa Yemen, Sanaa. Akizungumza na televisheni ya Al Mayadin siku ya Jumapili, Al-Naam alisema Mashariki ya Kati iko kwenye hatari ya mlipuko mkubwa kutokana na kuendelea kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran pamoja na kile alichokiita mzingiro wa anga uliowekwa na Saudi Arabia dhidi ya Yemen. Tupo tayari kulipa gharama yoyote ili kuondoa mzingiro huo na eneo lote liko ukingoni mwa mlipuko mkubwa. Saudi Arabia inalifahamu hilo. Pia alionya kuwa Saudi Arabia na maeneo mengi muhimu ambayo yako ndani ya uwezo wa vikosi vya jeshi la Yemen kuyafikia. Al-Naam alisema kuwa nchi zinazounda kile inachokiita kama umuhimu wa upinzani zinaendelea kuratibu kikamilifu hatua zao za kijeshi dhidi ya Marekani pamoja na washirika wake. Alidai kuwa Saudi Arabia imekuwa ikijaribu kutoa motisha za kifedha na kisiasa kwa Ansarullah ili kuifanya ijitenge na muungano unaounga mkono Iran. Yemen imekuwa ikionya kuwa itaingia kikamilifu vitani ikiunga mkono Iran iwapo mashambulizi ya Marekani na Israel yataendelea.